tumesoma kwenye kitabu cha Malaki ile sura ya 3 mstari wa 7 mpaka ule wa 12. Huwa mimi binafsi yangu naona ni sehemu ambayo Mungu aliamua kutuma ujumbe kwa taifa la Israeli kama tathmini yao, wajitathmini wajue wako wapi. Somo letu la kwanza tumesoma kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati, mahala ambapo Musa anaendelea kusisitiza kwamba taifa la Israeli wanapaswa wamkumbuke Mungu. Kwa nini? Kwa sababu ndiye anayewapa nguvu za kupata huo utashi. Na anasema mwendelee kukumbuka kama hivi leo. Maana yake ni nini? Mpaka Musa anazungumza taifa la Israeli lilikuwa sawa sawa, lakini anaendelea kusisitiza mwendelezo wake. Sasa wanapofika kwenye kitabu cha Malaki tayari mambo yamebadilika, mambo yamekengeuka, maisha yamekuwa tofauti, na ndipo Mungu anamtuma nabii Malaki kuwakumbusha na kuwapa tathmini ya maisha yao. Bwana Yesu asifiwe. Nabii Malaki anaanza kuwakumbusha. Ule mstari wa 7 anasema, tokea siku za baba zenu mmeanguka upande, mmegeuka upande, mkayaacha maagizo yangu. Hapa anaanza kuwakumbusha tangu nyakati hizo, baada pengine ya Musa, wakageuka, wakamwacha Mungu, wakaanza kuishi kwa namna nyingine. Wakati huo wakati Malaki anazungumza, sio kwamba watu hao maisha yalikuwa yamesimama, sio kwamba walikuwa wamefilisika, sio kwamba walikuwa hawaabudu Mungu, sio kwamba zaka ilikuwa haitolewi, ilikuwa inatolewa, lakini ilibadilika kutoka kwenye zaka kamili ikawa inatolewa zaka kama kutimiza kusudi tu kwamba tunatoa zaka, ibada yetu tunatoa zaka, basi wanapeleka zaka, lakini sio ile zaka ambayo Mungu alitazamia tangu zamani. Kwa hiyo sio kwamba wakati maandiko yanazungumzwa kuna kitu kilikuwa kimebadilika kwenye ulimwengu wa nyama, kwamba ukikitazama utachelewa haraka. Ndio maana Mungu anatuma ili awatafakarishe kwanza, wagundue tatizo liko wapi. Anawaambia tangu nyakati zile mlikuwa mmeniacha. Mungu anawaonesha anawatazamaje kwa wakati ule. Na Mungu anaonesha mitazamo mitatu ambayo sasa Israeli anaitazama. Jambo la kwanza, anawatazama kama watu waliogeuka upande wakamwacha Mungu. Ndivyo anavyowaambia huo mstari wa 7. Lakini mstari wa 8 anawatazama kama watu ambao wamebadilika tabia, wamekuwa wezi. Anasema mnaniibia. Na mnaniibia nini? Mnaniibia zaka. Na jambo la tatu, anawatazama kama watu ambao sasa wako chini ya laana. Kwa nini? Kwa sababu wananiibia Mungu. Na Mungu anatoa njia pamoja naye. Anasema sasa nirudieni. Na kurudia hapa anasema warudieni, watoe zaka kamili. Watoe zaka kamili. Na mimi sikataka tuangalie hii habari faida ya kumtolea Mungu zaka kamili. Tunapozungumza zaka kamili, hatuzungumzi habari za kubageni. Nimesema watu siku hizi wanatoa zaka kwa kubageni na Mungu, kwamba zaka itakiwa milioni 1, lakini anaanza kumtazamisha Mungu changamoto zake. Kwa hiyo Mungu, zaka yangu ni milioni 1, lakini na wewe unaona mwanangu ana 1, 2, 3, mke wangu hana hiki, ninataka nifanye hiki, sasa nitoe 500,000. Unabageni na Mungu ili umpe zaka ili utukufu. Na pengine tunadhani Mungu anatusikiliza na anatubariki kwa namna hiyo. Hapana. Mungu anataka zaka kamili. Na wiki iliyopita tulisema zaka sio matoleo ya kawaida. Hili ni deni. Hajasema nilibia zaka sadaka. Hajasema nilibia galiboko. Amesema zaka. Kwa nini? Zaka ni deni mbele za Mungu. Yaani sio unatoa kwa sababu unajisikia kutoa. Unatoa kwa sababu umeamuliwa kutoa. Na hivyo kwa sababu umeamuliwa, unatakiwa utoe zaka kamili. Wakati na tafuta hizi habari, nikaona mahala ambapo inaelezwa namna hao watu walivyokuwa wanatoa mwanzo kabla hawajaanguka. Nikatoa mfano kwenye, kama ulikuwa na mifugo pengine iko 100, unaweka ndani kwanza wote kama ni kwenye zizi, alafu unasimama mlangoni hapa, unaanza kuwaruhusu watoke. Anatoka wa kwanza, wa pili, wa 10 na pembeni. Haijalishi wa 10 ndio ulikuwa unamtegemea, lakini kama toka pita namba 10 aende pembeni.
Sasa leo si tunakagua, mimi sijui, lakini nimekuwa na experience yaka kadogo. Mtu anakuwa na 20,000 mfukoni. Mtanisaidia kama na mimi kapo, labda ni kule tulikotoka mimi. Mtu anakuwa na 20,000 mfukoni, 12,000. Anataka atoe zaka shilingi 10,000. 10,000 moja ni mpya, nyingine ni kupu. Kwa mfano wenu, mtu anatoa hivi. Hata akienda dukani, una 10,000 moja mpya, imekuja mara moja tu. Nyingine imekuja tabia mara 4. Unapotaka kwenda kununua unatoa hivi. Sasa na watu wanatoa zaka kwa kuangalia kile kilichochoka. Mungu anasema hiyo ni zaka kilema. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tunapotoa sasa zaka kamili mbele za Mungu kwa uaminifu, yako matokeo, ziko faida ambazo ndizo nataka tuziangalie. Ziko faida chache hapa. Nabii Malaki amewatazamisha wana wa Israeli, amewatazamisha kwao kwamba wakimtolea zaka. Kwanza amewaambia Mungu anasema nirudieni, na baada ya kunirudia mnirudie kwa kutoa zaka kamili. Na mnapotoa zaka kamili, yako mambo ambayo kwao anawatazamisha kwamba mkimtolea Mungu zaka kamili, hatonyamaza, hatokaa kimya. Yako mambo ambayo atashughulika nayo. Na jambo la kwanza, faida ya kwanza ambayo Nabii Malaki ananiambia taifa la Israeli kwamba mkitoa zaka kamili ni njia ya kupata baraka, ni njia ya kupokea baraka ya Mungu isiyo na ukomo, baraka ambayo haina masharti, baraka ambayo hutakiwi kubeba maji ukakanyage chumvi, ni baraka ambayo haina ukomo, ni aina yake, ni ya tofauti. Kwa nini? Kwa sababu umemtolea Mungu zaka kamili, tena kwa uaminifu. Nabii Malaki anazungumza na taifa, anaeleza. Kwa hiyo zaka kamili ni njia ya kupata baraka zisizo na ukomo. Mungu akupe baraka kwenye maeneo yako ya familia yako. Mungu akupe baraka kwenye ndoa yako. Mungu akupe baraka kwenye kila jambo unalolifanya. Lakini masharti la kwanza ni kwamba lazima uwe mwaminifu kwake. Usibagei na Mungu. Huwa najaribu kusema mara kwa mara, na maana pekee ni mwahi kusema, mtu umesoma sawa, na yamkini pengine watu nafikiri kwa sababu mimi ni genius, nimesoma katika level fulani. Sikia nikwambie, wewe sio genius. Genius ni lugha tu ya binadamu. Wewe ni kwa sababu tu Mungu alikupa neema hiyo. Mungu amekufunulia, ameruhusu yeye. Hayo uliyofundishwa na walimu, umefundishwa wengi, lakini akaruhusu kwenye ufahamu wako yachakatwe sawa sawa na yatuzwe unapofika mtihani, kwa sababu Mungu ameruhusu yakachakatwa vizuri, yakawa kwenye matumizi yako. Unayakumbuka, unayajibu, halafu unasema wewe ni genius. Hapana, unatakiwa kumrudishia Mungu sifa na utukufu, tena kwa uaminifu. Unaona watoto ni waaminifu mbele za Mungu, sio wewe ni mjanja. Unaendelea kusikiliza, sio wewe ni mjanja. Unalo jambo ambalo unaona sio wewe ni chochote, ila Mungu ameruhusu, amekupa neema. Hebu mrudishie Mungu sasa uaminifu, kama ambavyo ameonyesha uaminifu wako, akakufanya hivyo ulivyo leo. Na hata mtu mwingine anajisifia na hiki na hiki na hiki na hiki. Hebu muoneshe Mungu uaminifu wako. Wanasifiwe. Mungu atupe neema hii. Mungu atupe neema hii, tuwe na shauku ya kuyatekeleza mapenzi yake. Kwa hiyo Malaki anawaambia mnapotoa zaka kamili, hii ni njia ya Mungu kuachilia baraka. Lakini anasema ametoa mambo mawili hapa, kwamba zaka inayotakiwa itolewe ni lazima iwe kamili. Lazima iwe kamili. Sio tu kutoa zaka. Unaweza kutoa zaka ukawa ni kama umepoteza fedha yako, lakini toa zaka kamili. Lakini jambo la pili hapo amesema mtoe ghalani. Maana yake nini? Mtoe eneo sahihi. Kuna watu wanajaribu kutoa zaka lakini kwa kuielekeza. Yaani ninatoa zaka hii iende mahala fulani. Nini zaka nitaenda kutoa mahala fulani? Bwana anasema leteni ghalani. Leteni ghalani. Kwa hiyo Mungu mwaminifu. Kweli natoa zaka kamili. Kweli natoa zaka.
Lakini mambo mawili ya muhimu zaidi. Natoa zaka ndio, lakini zaka ile lazima iwe kamili, lakini iende ghalani mwa Bwana. Kwa nini? Kiwango cha kula mle ikiwa ghalani mwa Bwana, itahudumia mawajani, itahudumia masikini, itajenga, itainua chakula mlangoni pa Bwana, kwa sababu umeipeleka mahali sahihi, na hapo ndipo Bwana atakapokumiminia baraka. Kwa nini? Kwa sababu umemtolea zaka kamili, halafu umeipeleka eneo sahihi. Huwa nakumbuka mtu mmoja kwenye Biblia, mwombaji mmoja anaitwa Bartimayo. Yeye kwa sababu alikuwa ni kipofu, alichokuwa nikitambua kwenye ufahamu wake ni kwenda eneo sahihi ambalo Yesu akipita ataonekana, akasimama kando ya njia, angebaki nyumbani asingepokea uponyaji, lakini akasogea mahali ambapo Yesu anapita. Alipopita Yesu akaambiwa, nani? Oh, Yesu mwana wa Mungu. Akasema, Yesu, unaenda nini? Yupo eneo sahihi, peleka zaka yako eneo sahihi. Hello. Na kila watumishi wa Mungu, zaka yetu lazima iwe kamili na iende eneo sahihi. Ndipo tutaziona baraka za Mungu katika utoaji. Baraka ya pili ni kwa ajili ya ulinzi. Zaka kamili inaachilia ulinzi, ni njia ya kupokea ulinzi wake Mungu. Anasema hiyo mstari wa 11. Anasema mstari wa 11, nami kwa ajili yenu nitamkemea yeye alaye, wala hataharibu mazao ya ardhi yenu, wala mzabibu wenu hautopukutisha matunda yake kabla ya wakati wake katika mashamba, asema Bwana wa majeshi. Wewe mtamakofi na vigelegele. Bwana ameahidi kukupa ulinzi imara, ameahidi kukemea yule alaye, yule adui ambaye anatamani akuangushe, yule adui ambaye anatamani ile kazi ulionayo aipatie yeye, akuangushe ile familia ambayo unaihudumia ili iteseke. Yuko adui ambaye ametumwa na Mungu, anayehangaika, anayejitabisha kuhakikisha biashara yako inasimama, kuhakikisha kazi unafukuzwa, kuhakikisha haupati cheo. Mungu ameahidi ukilipa zaka kamili atashughulika na adui wa namna hiyo, atashughulika na adui yako. Sasa tuumpe makofi Bwana, maana ameahidi kukuhudumia, lakini kasharti utaweza kukabili. Hello. Unajua Waisraeli walikuwa ni wakulima wa mzabibu sana. Na ndio maana nazungumza kwa habari ya mzabibu, kwamba mizabibu yenu ikiwa shambani itabeba matunda, haitapukutisha. Kwa sababu ardhi yenu itakuwa na rutuba. Lakini wale ambao wanashambulia, Bwana atawakemea. Ni nani mwenye ujasiri ambaye akikemewa na Bwana atabaki kwenye maisha yako? Ila tutaondoka. Hakuna ambacho kina nguvu ya kusimama mbele ya Bwana, hasa anapotukia. Wewe tazama Yesu Kristo, wakati wanakuja kumkamata, wala hakuzungumza neno gumu. Akawauliza, Biblia inasema vizuri, akawauliza, mnamtafuta nani? Wakasema, tunamtafuta Yesu. Akajibu nini? Akasema, ni mimi hapa. Nini kimetokea? Wote wakaanguka na hata akakemea. Sasa ameahidi kumkemea. Ni kweli tuna ulinzi. Ni kweli tuna ulinzi. Nilipofika huko, unajua ya mazingira leo ni changamoto kwa kweli. Nilipofika huko ninaona tu watu. Na nafikiri ninaenda kwa mshirika mmoja nilikuta hii. Sisemi ni nani, lakini anajijua. Ninaenda kwake. Na kwa sababu nilikuwa niko na mtu mwingine, tukafunguliwa geti. Kuna gari tukaingia. Kwanza kuna mtu anayefungua geti. Nadhani ni mlinzi, si ndio? Lakini ndani kuna mbwa pia amefunga. Nadhani ni walinzi, si ndio? Amejenga katengeneza fence, akaweka fence. Ni ulinzi, si ndio? Halafu akaweka vinyanya, sijui na kazi gani vile. Mimi nilivyoviona nikajua hapa ni mtegaji wa ndege. Sisi tunataka ndege. Nikajua sasa mimi maisha haya yote na natafuta ndege ya kazi gani? Watu wengine jamani bana na vinyanya, ni ulinzi. Kumbe ni vya umeme. Vipo wapi? Ulinzi huu wote kwa sababu anatakiwa alipe. Na pengine sijui, lakini na pengine kwa sababu ya maisha yaliyokuwa, pengine pia anadisizidi
kama wale demo. Kwa hiyo sio ulinzi. Unaona namna ambavyo mwanadamu anateseka kutafuta ulinzi. Na pengine unaona nikakumbuka habari moja ya huyu rais wa Burkina Faso. Amekwenda mahala akasema, unajua ukiwa rais, ukiwa kiongozi mkubwa, mahala popote kama ni kanisani, ukiwa kiongozi mkubwa ni kama unajitenga na watu wako. Inawezekana usijione haraka, lakini kwa mfano tu sasa hivi, na nafikiri hii ndio kuzungumza na askofu mmoja, akanieleza, akaniambia kadri unavyopanda juu ndivyo unavyoachana na watu. Akanipa mfano sasa hivi mimi nimesimama na wewe hapa. Atakuja mtu na mapepo pale. Kitakachofanyika, kama kuna mchungaji atanitafutia mtu mimi wa kukaa naye, akuchukue wewe uende Dodoma. Yaani nikibaki kwa askofu, kwa sababu kama kuna nenda kakelele hakuna. Kwa nini mtenga na watu? Sasa huyu rais wa Burkina Faso akawa anasikia kwa watu kwamba watu wanaendelea na maisha mazuri, nchi iko vizuri. Siku moja akasema hapana, naomba wewe usogelee watu wako. Akachukua walinzi wawili, akaondoka, kavaa tu kiraia na kofia kufunika sura yake sijulikane sana. Kapita mtaani, akaona maisha ya watu wanakwenda haya. Amefika sehemu akasikia kuna katoto kametengeneza redio fulani. Ukiangalia nao lipo, na ngamia mimi nisieleze sawa sawa kwa kuikumbuka, lakini ukiangalia ndio utaipata. Akasikia katoto kanatangaza, kanasema leo kwanza kakamsifu rais wetu ni mzuri sana, lakini leo umepanga mpango wa kumuua. Ni katoto, ni kama anaenda, lakini watu ni kama wanaanza kuvutwa. Mtoto anazungumza nini? Leo rais amepanga mpango wa kuuawa. Baadaye akaona hapa, hii habari ni serikali sio ya kawaida. Akanipenyeza taratibu mpaka kwa kale katoto. Akakapongeza ongea na kufanya kazi vizuri. Hii kinachotania nafikiri ni vizuri. Akasema hapana, sitani. Hii ni kweli. Akatangaza tena, kuna watu tunaotangaza wanadhani na tania. Hii ni kweli. Akamuuliza, kwani wewe ni nani? Akamweleza, baba yangu alikuwa ni askari na mbwa. Sasa hatuna makao mimi na watu kwa basi kwa. Kwa hiyo nina ujuzi wa kutengeneza hivi vile ndio na kunasa mawimbi. Nimenasa basi kama ni mawimbi, sijui watu wa radio wanajua. Nimenasa mahali hapo wanazungumza tena eneo hilo na location inasema eneo lako lile. Kasema wake wewe nimerekodi. Nikuposikiliza. Alipozungumza hivi akaona huyu mtu serious. Akatoa ile kofia. Akafahamu. Hata unyao usimbie. Kabla nisemeshe nini? Kwa kuna dakika hapa ni ukweli bila usiru. Tulia. Akaambia basi leo utatukana pamoja na rais. Wakaondoka nako. Kaka ile rekodi akasikiliza. Aliposikiliza akasijua zile sauti na akajua watu ambao wanapanga. Ulinzi. Unaona watu wanahangaika na ulinzi. Na si hivyo tu, wako wengine wameenda kwa Uganda, wanahilizi, wana mambo mbalimbali kwenye biashara zao, kuna mambo wamewekeza, wengine wametoa kafara, wako wazazi wao kwenye biashara zao, wamegeuza kuwa mazezeta. Ametafuta namna mbalimbali ahakikishe tu ulinzi. Bwana anasema, wala kazi yako ni kumpa zaka kamili, halafu hayo mambo ya ulinzi atashughulika yeye. Anamwambia mtamtendea yule alaye, wala hatapatikana tena, wala hatakula. Na ninakutamkia leo ukitoa zaka kamili mbele za Mungu, Bwana anahakikisha ulinzi. Bwana atalinda biashara yako, Bwana atalinda kazi yako, Bwana atalinda ndoa yako. Kila ulicho nacho Bwana ameahidi kukishika, kukibeba na kukilinda. Kazi yako ni kumpa yeye uaminifu katika matoleo yako. Natamani Mungu alinde maisha yako. Hata sitamani ulinzi huu wa wanyaye unyoweka. Hata sitamani ulinzi wa polisi. Hata sitamani ulinzi. Natamani Bwana alinde maisha yako. Yeye akiyalinda maisha yako ni salama zaidi. Yule anayekulinda anaweza kupanga kukuua pia. Ule ulinzi wako wa umeme unaweza ukashindwa kukumbuka kukupiga shoti mwenyewe. Wale mbwa ulio nao wanaweza kubadilika.
Jambo la tatu na mwisho. Jambo la tatu na mwisho. Zaka kamili ni njia ya Mungu kukuheshimisha. Ni njia ya Mungu kukuheshimisha. Unataka kuheshimishwa, toa zaka kamili. Mstari wa 12. Mstari wa 12 neno la Mungu linasema, na mataifa yote watawateni heri, maana mtakuwa nchi ya kupendeza sana, asema Bwana wa majeshi. Bwana akufanye heri. Bwana akufanye nani? Jambo moja tu, yaani haya yote yanatoka kwenye jambo moja tu ambalo Bwana amezungumza kwao, ni watoe tu zaka kamili. Na hata kule kuwaona kwamba wao ni wezi, wamemwacha Bwana, wanatembea chini ya laana kwa sababu tu ya zaka kamili. Mungu akupe neema ya kuguswa. Mungu akupe neema uwe na shauku ya kumtolea Mungu kwa zaka kamili. Na sikiliza nikwambie ndugu yangu, sikiliza nikwambie. Na nataka kumaliza haraka tu kwa sababu naona ndio umekwenda. Nataka nikwambie kitu. Kwenye maisha kila jambo ni mazoezi. Hata kusinzia kanisani ni mazoezi, si ndio? Nasema leo sinzia sio kama nimewasema nyinyi. Najua umechoka. Kiangalia na muda wenyewe. Kujilala kusinzia ni sawa tu. Lakini hata kusinzia ni nini? Ni mazoezi. Maana yake umefanya mambo mengine, sasa kanisani unapumzika. Ni mazoezi. Kumtolea Mungu 10% kwa uaminifu ni mazoezi, sio jambo dogo. Unapoinyanyua unasikia kitu ndani kinagoma. Inasema lakini unatazama mahitaji yanakuwa mengi. Unaona kama ni pengo. Sikiliza nikwambie, kumpa Mungu 10%, Mungu hana maana anataka ufilisike. Mungu hana maana anataka toe mali yako. Anataka aone uaminifu. Kutoa zaka ni kielelezo cha kumtambua Mungu kwenye maisha yako kwamba yeye ni source, yeye ni chanzo cha kila kitu. Ndio maana uko tayari kumpa. Ndio maana uko tayari kuachilia 10% kwako bila kuogopa. Huyu tunayemsoma Colgate ambaye anafahamika miaka na miaka, biashara zake zimekuwa zikienda miaka na miaka, na anaendelea kusaidia watu miaka na miaka, pamoja na kwamba yeye amelala, pamoja na kwamba hayupo, ni ujasiri. Kiwango alichomtolea Mungu ni kwa sababu ya ujasiri. Na ukiona vizuri utaona alianza mazoezi. Akaanza na 10%, hakuona kupungukiwa. Akatia 20, hakuona kupungukiwa. Akatia 30, hakuona kupungukiwa. Akaweka 50, akaona mambo yanaenda. Akabadilisha akapiga 90. Mambo bado yanaenda tu kwa sababu Bwana aliyembariki kwa hiyo biashara ndiye anayemrudishia. Kama Bwana amekupa, hata anaweza akachukua 100% yote bila wewe kujua. Hata kama umekatalia kwa namna gani, Bwana anaweza akasema kwa sababu hutaki kutoa zaka kamili, basi ngoja nitoe yote. Mshahara wote utakaondolewa. Mshahara wote utafukuzwa kazi au utakosa kabisa au hata Mungu anasema sio jambo zuri, sio jambo zuri, lakini ndivyo mamlaka ya Mungu yalivyo. Hawezi kuamua chochote kwa wakati wote kwenye maisha yako. Hata uwezi kusema umbie. Anapokuacha umbie ni kwamba tu anakupa neema. Paulo anawaambia Warumi kwamba hata nyinyi hamko sawa. Kwa habari ya Wayahudi wanauliza kwamba kama hatuko sawa mbona sisi tuko hai? Mungu Paulo akawaambia Mungu amewapa nafasi ya kutubu, na msipotubu mtakuwa mmejiwekea hatia siku ile ya hukumu. Sitamani jambo hili liwe katikati ya mtu wa Mbezi. Sitamani neno hili neno kwako kwamba mjiwekee hazina ya mabaya. Anza kuweka hazina ya mema. Anza kuweka kitu ambacho mbele za Mungu ni ukumbusho, mbele za Mungu ni manukato. Bwana akubariki, Bwana akupe ulinzi, Bwana akufanye heri kwenye familia yako, uwe heri kwenye taifa, uwe heri mahala popote unapopita. Watu wakuite heri. Kwa nini? Kwa sababu ni Bwana wa majeshi. Usinishie hapo. Bwana asifiwe. Mpe Mungu zaka kamili kwenye maisha yako, ili akubariki kwa baraka sio mkono, lakini pia akupe ulinzi mahala popote kwenye kazi unayomhitaji Mungu. Kuna mtu hana Mungu alikwenda kwa mganga kwa sababu ya nafasi hiyo. Sasa kama wewe unajikabisa sio kwa Mungu, anaweza kukuona kwa sababu wewe ndio wako ni nani sasa?
Kuna watu huko wanakwenda kwa waganga na uganga sisi tunakuwa mzuri, mwingine unapelekana makanisani. Kuna watu wanakwenda huko na wanakuwa waaminifu kwenye ibada hizo. Sasa wewe Mungu hauko naye, kwa sababu sio kama watu walikuwa hawaabudu. Nielewe, walikuwa wanaabudu Mungu, nataka kwa watu lakini sio kamili. Na Mungu akaona wamemgeuza, wamemwacha. Ni wezi. Mungu hawezi kupambana na mwizi. Mungu hawezi kupambana na mtu aliyemkataa. Akamwambia watoe zaka ili watengeneze. Toa zaka kwa ajili ya familia yako, kwa ajili ya biashara yako, kwa ajili ya kazi yako. Yaani hiyo nayo ndio ile ya kawaida mno. Kajesho ndio kama ni kadogo, lakini kila mtu anakatafuta. Nimekupa siri. Bwana asifiwe. Nataka nijue. Ndio tusimame. Ndio tusimame kwa miguu yako. Inawezekana umekuwa mwaminifu wa kutoa zaka, lakini zaka yako haikuwa kamilifu mbele za Mungu. Mungu ndiye anayekuona. Ukiweza paza sauti yako, umwambie Mungu, umwambie Bwana kurehemu, umwambie Bwana kusamehe. Jua mtazamo ambao anakutazama. Anakutazama kama mtu aliyemwacha, anakutazama kama mwizi, anakutazama kama mtu anayetembea chini ya laana. Tafakari tunapoendelea kuimba wimbo, umjue zaidi. Ukimjua zaidi utakwenda mbele zake kwa mapenzi yake, kwa namna ya tofauti, sio kwa mazoea, sio kwa sababu umeomba sana. Utakwenda kwa upya mbele zake. Hem, tuimbe wetu watatu na baadaye wa nne tumalize, halafu tutakwenda mbele za Mungu sote. Utamweleza Mungu sasa unavyotaka.
shauku na nia ya kutoa zaka kamili. Kama kuna mahali unaona hujafanya sawa, mweleze tu Mungu, mwambie tu Mungu. Tumeona hata kijana Colgate ambaye alizimia moyoni mwake kufanya hivyo. Hebu azimia moyoni mwako, twende mbele za Mungu. Baba yetu na Mungu wetu, Baba tunakuinua na kukutukuza. Asante kwa ajili ya wema wako na fadhili zako. Asante kwa ajili ya matendo yako makuu. Asante kwa namna ambavyo umetupa tathmini ya kutathmini maisha yetu na kutupa namna ya kugundua kwamba tusipotoa zaka kamili, wewe unatutazama kama watu waliogeuka ambao tumekuacha wewe. Unatutazama kama watu ambao tunakuibia, ambao tunaiba zaka. Tunatutazama kama watu tulio chini ya laana. Baba na Mungu wetu, neno hili litufanye kubadilika, litufanye kugeuka, litufanye kuanza upya, litufanye kuwa watu wapya ndani yetu, katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba kwa ajili ya mioyo yetu, tupe shauku na neema ya tofauti, tupate kukutolea zaka kamili. Baba nakubariki na kukutukuza. Simama na mama yule, simama na baba yule, akutolee zaka sasa na pesa. Tukutolee zaka, tukutolee zaka, tena zaka iliyo kamili. Tusitoe zaka tu kwa maana ya kwamba tunatimiza, bali tutoe zaka iliyo kamili, kuonesha uwezo wako, kuonesha nguvu zako, kuonekana kwamba tunashirikiana na wewe na tunatambua thamani na mchango wako mkubwa kwa ajili ya maisha yetu. Baba nakubariki kwa ajili ya wewe na fadhili zako. Ninaomba hayo na kuamini kwa Kristo Bwana wetu. Amen. Mpe makofi.